Kwa majina anaitwa Hilda Boniface, ni mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza. Sisi kama taasisi ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika tunaendelea na ziara ama zoezi la utoaji wa elimu juu ya uadilifu, kuendelea kutangaza na kuelezea uadilifu kwa vyama vya ushirika katika kipindi cha masoko, lakini pia tunatoa elimu juu ya malipo haya kwa njia ya mifumo rasmi. Kwa sababu kwa muda mrefu sana zao la pamba limekuwa likifanya malipo kupitia pesa mbichi, pesa taslimu kwa kipindi kirefu sana. Mpaka leo tunavyoongea tuko karne ya 21 bado zao la pamba linatumia pesa taslimu. Sasa sisi ni jukumu letu kama Tume ya Maendeleo ya Ushirika tumeanza kwa kutoa elimu kwa viongozi, wakulima, lakini pia na watendaji wa vyama kwamba tunapaswa kutoka huko, na huo ndio mwelekeo wa serikali. Serikali imeshaelekeza malipo yote kwenye haya mazao ya kimkakati yanapaswa kupita kwenye mifumo rasmi ya malipo ambayo inatambulika ni aidha benki ama kwa njia ya simu. Kwa hiyo sasa sisi na timu tunazunguka kwenye maeneo yote. Tulianzia Kwimba, tuko Magu, Sengerema, tutakwenda Magu mpaka Misungwi, tuhakikisha kwamba elimu hii inafikia na utekelezaji unafuata. Kwa sababu kwa muda mrefu sana zao la pamba limekuwa likifanya malipo kupitia pesa mbichi, pesa taslimu kwa kipindi kirefu sana. Mpaka leo tunavyoongea tuko karne ya 21 bado zao la pamba linatumia pesa taslimu. Upo umuhimu mkubwa sana wa kutumia malipo kwa njia ya mifumo rasmi ya malipo ya fedha badala ya kutumia malipo ya pesa taslimu kwenye zao la pamba, kwa sababu hili limekuwa likisababishia kukosa kodi za serikali, lakini imekuwa ikisababishia kuingiza vyama kwenye hasara kubwa, kuvifilisi vyama, lakini pia imekuwa ikisababisha vyama kukosa ushuru wao kwa sababu wanaenda kukatwa zile fedha zilizopotea na makampuni, na vyama vinashindwa kujiendesha. Lakini vile vile serikali inaweza ikakosa takwimu sahihi za mzunguko wa fedha kwenye mauzo ya pamba kipindi cha msimu wa pamba. Ni jambo la muhimu sana. Tunao kampeni yetu ambayo imezinduliwa mwezi wa 4 tarehe 26 kama sijakosea, imezinduliwa na Waziri wa Kilimo, ambayo inasema linda ushirika, chagua uadilifu. Sasa tunawaeleza, mimi pamoja na wenzangu, nipo na timu, nipo na mkuu wa TAKUKURU mkoa, nipo na mkuu wa mashtaka mkoa, lakini na mimi mrajisi msaidizi wa mkoa, tunazunguka kuendelea kuieleza na kuinadi kampeni ya linda ushirika, chagua uadilifu, hasa kipindi cha masoko. Kwa majina mimi ni Abdul Mjanga, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mwanza. Ushirika wana kampeni ya linda ushirika, chagua uadilifu. Sasa unapozungumzia dhana nzima ya uadilifu, unazungumzia ndani yake kuna mapambano dhidi ya rushwa. Sasa kumekuwa na ubadhirifu wa fedha za wakulima mara kadhaa kwenye vyama vya ushirika, kumekuwa na matumizi mabaya ya madaraka yanayofanywa na viongozi wa vyama vya ushirika, kumekuwa na pengine dhuluma mbalimbali zinazofanywa na wafanyabiashara katika kulipa malipo ya wakulima wanaokuwa wameuza mazao yao ikiwemo pamba. Kwa hiyo tumekuja hapa kuwasisitiza viongozi wa vyama vya ushirika kutimiza wajibu wao kwenye kusimamia vizuri vyama vyao, kwenye kuhakikisha wanakuwa ni waadilifu, na kupitia uadilifu huo basi wakulima wote na wanachama wote watapata haki zao kwa wakati na kulingana na mazao waliolima. Kama unavyofahamu kwamba moja ya jukumu la TAKUKURU ni kuzuia vitendo vya rushwa au vitendo vya ubadhirifu. Sasa hakuna kilichojificha nyuma yake isipokuwa ni kuendeleza kampeni ya kutoa elimu na kuzuia vitendo mbalimbali vya ubadhirifu wa fedha za wakulima au fedha za vyama, au kuzuia aina yoyote ya ulaghai pengine wa wafanyabiashara, au kuzuia upotevu wa fedha za wakulima kwa namna yoyote. Maelekezo haya ni maelekezo ya serikali, na ni ukweli usiopingika kwamba hiki kilichozungumzwa kwetu ndio mpango wa serikali, na wala si tu mpango wa mrajisi wetu wa mkoa na timu nyingine, ni mpango wa serikali. Na kwenye hili mimi nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini nishukuru bunge pamoja na mihimili yote kwa kuungana kwa ajili ya kulifikisha kwetu sisi wananchi. Ni ukweli kwamba tunapotoka kwenye hatua ya kutumia matumizi au kupokea fedha mbichi
kwenda kwenye mifumo ambayo ni ya simu, ya kibenki, ya kidigitali. Maana yake inatusaidia sisi kuepuka kutumia matumizi yasiyokuwa ya lazima. Kama alivyozungumza, siwezi kurudia sana, lakini ni kwamba unaweza ukapata leo hapa hata milioni 1. Sasa kutokana na kwamba umeona una bando hapa, ukaingia baani, utakutana na vibinti, utakutana na mambo mengine, matokeo yako unatapanya ile fedha tofauti hata na mlengo uliokuwa umejiwekea. Lakini utakapokuwa umewekewa kwenye account ama kwenye namba yako ya simu, maana yake matumizi itabidi uchukue kulingana na uhitaji unaotumia kwa wakati huo. Kwa hiyo hili ni jambo wala sio la kusema kwamba tulipinge kwa namna moja ama nyingine. Sisi tunalipokea kwa mikono miwili, na sisi kata ya Kishinda kwa niaba ya wananchi wote, mimi kama mwenyekiti wa maendeleo ya kata hii, ni kwamba tuko pamoja kabisa na serikali ya Jamhuri ya Muungano, na mimi ujio wenu hamjachoma mafuta wala mjapoteza muda. Ni kwamba sisi tumepokea kama wananchi wa kata hii. Kwa Joseph Kahabi, katibu AMCOS Nyanchenche. Mimi binafsi pamoja na viongozi wenzangu tumelipokea kwa kuzingatia kwamba ile itatupa usalama sisi ambao tuko tunapokea fedha, kwa sababu unapopokea fedha wakati mwingine pesa nyingi unalala huna amani. Sasa hii itatupa amani kwa sababu tupokee fedha ya mtu. Kwa naufurahia, lakini pia japokuwa kila kitu kinakuwa na faida na hasara. Unaweza kuona kwa mkulima labda anaweza kuwa anadai shilingi 20,000 kuitoa kwenye M-Pesa itamgharimu kukata pesa kidogo. Kwa hiyo kuna hasara kidogo, lakini hakuna kitu chenye faida kikakosa hasara. Tumefurahia mfumo na ni maelekezo ya serikali, hatuwezi kupingana nayo. Kwa nashukuru, tuendelee na mfumo, lakini elimu iendelee kutolewa kwa wakulima. Sisi viongozi tumekubaliana na hilo. Jina langu ni Agustine Mayala Shirangabani. Ni mwanachama wa AMCOS Kishinda. Ni kikite moja kwa moja kuhusiana na kuelezea swala la kupokea kwa njia ya mtandao. Kwanza faida ipo kwa maana kwamba upatikanaji wa fedha na matumizi yake yatakuwa yako kwenye utaratibu ambao sasa kimsingi, kwa maana yale matumizi holela yanaweza yakapungua. Lakini ombi wajikite kutoa elimu kwa wakulima mmoja, kwa mfano kushirikisha makundi kama walivyofanya leo, ili kila mmoja aweze kupata elimu. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.